بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya ya fiqh, na tumefika katika kueleza namna ya kuoga. Naam. Alhamdulillah. Katika madarasa yaliyopita tulieleza mambo ambayo yanawajibisha kuoga. Sasa tutaeleza sawa, tushajua haya mambo yakitokea ni lazima mtu aoge. Namna ya kuoga, tufaa kuoga vipi? Kihakika kuoga kuna namna ya sunna na kuna namna ya wajibu. Na haya madarasa sisi tumeyahusisha kwa mambo ya wajibu peke yake. Kwa hivyo tutaeleza tu namna ya wajibu, kisha labda tuashirie namna ya kuoga kwa sunna kwa haraka haraka. Lakini namna ya kuoga, yani upande wa wajibu, ni jambo dogo sana, si jambo, yani ni jambo ambalo si gumu kwa uhakika, isipokuwa tu mara nyingine ama kwa watu tofauti tofauti kuweza kuwa kidogo kuna uzito kwa namna fulani, lakini asli yake kuoga ni jambo ambalo halifai kuwa na matatizo mingi. Jambo la kwanza ama faradhi ya kwanza ya kuoga ni nia. Yule mtu mwenye kutaka kuoga lazima atie nia. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema innamal a'malu binniyati, kwa hakika si lingine isipokuwa kila amali ni kwa nini? Ni kwa nia. Kwa lazima mtu atie nia. Lazima mtu atie nia wakati wa kuoga. Na nia kama tulivyosema ni makusudio kwenye moyo. Yaani mtu akusudie kuwa mimi naenda kuoga janaba, mimi naenda kuoga josho la faradhi. Kwa moyo wake akusudie hivyo. Sio mfano mtu ameamka, lau tukasema mtu ana kawaida yeye kila akaenda kazini, asubuhi yuamka yuenda kuoga. Usiku labda aliota ndoto ya janaba, au alikuwa na mke wake. Kwa hivyo akiamka yeye ni wajibu aoge. Ama tuseme baada ya kuswali alfajiri, khalas, baada ya kuswali alfajiri akarudi akalala kujipumzisha na mkewe, kisha imefika wakati wa kwenda kazini, akioga yeye ameoga kwa katika moyo wake, hajakusudia kuoga janaba, ameoga kwa ajili ya kawaida. Yeye akitaka kwenda kazini lazima aoge, kisha kaenda zake kazini. Kumbuka huyu ni mtu aliostarehe na mkewe, basi mtu kama huyu tutamwambia yeye bado hajaoga janaba, hata kama alioga lakini hakukusudia janaba, manake hakuwa na nia pale. Kwa hivyo josho lake haliswihi. Yaani kusema kuwa ameoga janaba haiswihi. Lau akaulizwa, wewe umeoga janaba bwana? Mimi naoga bwana. Lakini wakati ulipooga ulikusudia kuoga janaba ama hukukusudia? Kama hakukusudia kuoga janaba basi haiswihi. Kama hakukusudia kuoga janaba basi haiswihi. Au mfano mwingine, mfano ni mingi, yani mtu anaweza kupiga, lakini piga mfano mwingine ili ifahamike tena zaidi na zaidi. Mtu amelala baada ya dhuhuri, amelala baada ya dhuhuri kidogo, akiamka ana nini, toka jasho, basi lile joto akamwacha mimi nioge kwa ajili ya hili joto, kutoa jasho. Akaoga kama kujirefresh yani. Alipooga, lakini kumbuka huyu alikuwa na janaba. Mfano yani aliota katika kule kulala baada ya dhuhuri. Mfano aliota. Sasa tumwambia lazima alikuwa aoge janaba, lakini yeye alioga kwa nia, yani kwa kukusudia kuwa anataka kutoa lile joto. Amesahau kuwa ana janaba. Kisha baadaye yataka kuswali, tutamwambia hafai kuswali huyu mpaka afanye nini? Mpaka arudi aoge janaba tena. Lakini si alikuwa ashaoga? Ndio alioga, lakini hakutia nia pale. Kwa hivyo lazima mtu atie nia ya janaba. Lazima mtu atie nia ya kuoga josho la nini? La faradhi. Hili ni jambo baadhi yetu tuweza kughafilika nalo. Haya. Kisha masala, mtu aweza kuwa ana majosho mingi yamekutana. Yani vipi? Yani labda mtu amemwingilia mkewe, kisha akalala, kisha akaota. Pale sasa ana sababu mbili za kuoga. Kumwingilia mke wake ile ni sababu ya kuoga, na kuota pia ni sababu ya kufanya nini? Ya kuoga. Au mwanamke mfano aingiliwe na mume wake, acheze yani afanye astarehe na mume wake. Kisha kabla hata ya kuoga, maskini damu ya hedhi fanya nini? Impate, ada yake imjie. Halas ataenda siku 2 3 ama siku 7 zile, kulingana kila mtu ana hali yake, sio kila mwanamke ana hali yake. Baada ile hedhi tutamwambia yeye alikuwa na sababu mbili za kuoga. Kwanza, kabla ya kupata ada yake aliingiliwa na mumewe. Kisha baadaye akapata ada yake, maana sasa ana sababu mbili za kuoga. Hukumu yake vipi? Nia, yani atatia vipi? Lazima atie nia za zile sababu mbili. Ombea la akitia nia moja, yani yeye akisema mimi naoga kwa ajili ya hedhi, josho la faradhi kwa ajili ya hedhi, kuondoa hedhi, haina neno. Au akatia nia ya kuingiliwa tu peke yake, akisema mimi naoga kwa ajili ya janaba ya kuingiliwa na mume wangu, haina neno. Yani akitia nia moja inafanya nini? Inatosha. Akitia nia moja inatosha.
Lakini lau yeye anataka kuoga, yani kumekuja sababu mbili za kuoga, lakini moja ni ya faradhi na moja ni ya sunna. Mfano, Ijumaa ni sunna kuoga kwa mwenye kwenda kuswali, yule mwanamume anayekwenda kuswali, Ijumaa ni sunna aoge. Lakini yeye kama saa 4 asubuhi ile amemungilia mke wake, labda akiamka ana janaba ama ameota, kwa hivyo akiamka ana janaba, na wakati ule ule yotaka kuoga Ijumaa kwa ajili ya Ijumaa, yani pale sasa lazima atie nia zote mbili. Yani akitaka thawabu za josho la Ijumaa lela sunna, basi lazima atie nia zote mbili. Yani atie nia kuwa anaoga janaba na vile vile anaoga josho la nini, la Ijumaa. Bwana Mtume anasema wa inna ma likulli mri'in ma nawa, kwa hakika kila mtu, wa inna ma likulli mri'in, kwa hakika si lingine isipokuwa kila mtu atapata kulingana na kile alichotia nia. Sasa huyu akitia nia ya janaba peke yake, basi hapati sunna ile ya kuoga siku ya Ijumaa, haipati ile. Na lau atatia nia ya sunna ya Ijumaa, yani huyu mtu ambaye ameamka yeye ana janaba, lakini akaghafilika, anajua leo ni Ijumaa, akaoga kwa ajili ya Ijumaa. Ya mimi naoga bwana, leo ni Ijumaa ya sunna bwana. Akaoga kisha akamaliza, ndo akakumbuka na mimi nilikuwa na janaba. Tutamwambia ndio, lazima aoge tena kwa ajili ya janaba. Janaba ni kando, ile nia ya Ijumaa haitoshelezi nia ya janaba. Nafikiri wallahu aalam, naona kama itakuwa imefahamika yani mpaka hapa. Haya. Jambo la pili la wajibu katika kuoga ni kueneza mwili mzima kwa maji. Lazima mwili mzima uoshwe, sio upanguswe. Lazima mwili mzima uoshwe kwa maji, maji yapite, yatiririke kidogo, mwili mzima, ngozi na nyele. Na ndio maana madada zetu katika kustiri haya mambo ya ada zao, na utaona madada zetu wanasema leo ni siku ya kuosha nyele ama naenda kuosha nyele. Maana yake nyele zote lazima ziguse maji. Mtu ana ndevu nyingi, ndevu zote lazima ziguse maji. Jamani, mambo ya nyele ni uzito kidogo. Kwa hiyo lazima mtu ahakikishe nyele zote, nyele zenyewe na mpaka kule kwenye utosi na kichwa chenyewe mpaka ndani pale, lazima zote hizi ziguse maji. Lazima sehemu yote ifanye nini? Iguse maji. Mtu ahakikishe kama mtu ana sehemu zimefichika huku chini ya makwapa, yani kama mtu ana tumbo kubwa katikati ya ile inaitwaje yani layers zile, yani sehemu ambazo maji labda hayafiki uzuri, mtu hakikishe maji yanafika kila sehemu. Hiyo tu ndo wajibu. Baada ya nia, hii ndo wajibu nyingine. Lao mtu akajitumbukiza tu kwenye tuseme kama swimming ama kwenye kama bahari ama kwenye mto na akatia nia, khalas imeswihi, josho limeswihi, josho limepita, hakuna wasiwasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameeneza mwili mzima kwa maji, na hilo ndo jambo la wajibu. Kwa hiyo mtu ahakikishe kuwa maji yanafika. Haya, kuna watu maskini huwa wana marasta. Hapa ndo shida sasa. Sasa kama zile rasta au mtu ameunganisha nyele na nyele nyingine, sisi hatuna haja yani ya kuangalia upande wa kuwa rasta zafaa hazifai. Hatuangalii upande huo. Sisi hapa kwenye kuoga tunataka maji yaguse kila kitu. Kwa hivyo ikiwa nyele yako itagusa maji, utakwambia josho la janaba limeswihi. Ikiwa nyele zako hazigusi maji, basi zile rasta lazima ziondolewe. Lao mtu amesonga, mwanamke tuseme amesonga sijui utasema ima ni matuta ama amesonga kwa namna yoyote. Ikiwa amesonga kwa namna ambayo maji hayaingii mpaka ndani, basi lazima zile nyele azifungue ili maji yaingie mpaka ndani. Lakini mara nyingine kuna mtu nyele zake zenyewe ndo yani kwa lugha yetu sisi baadhi yetu, nyele labda zimesokotana, nyele zenyewe zimejifunga mpaka inakuwa shida maji kuingia ndani. Kama zimejifunga wenyewe, zimejisokota wenyewe, basi zimejipiga mafundo yenyewe zile nyele zenyewe bila wewe kwenda kufanya ile, basi si lazima hata uzifungue. Lakini mwanamume mfano nyele zake yeye mwenyewe ndo anaenda anafanya, kuna kitu sisi tukiwa wadogo ilikuwa tuasikia sana ama tuaona baadhi ya vijana wanafanya kitu inaitwa karangiza. Yani utaona zile nyele zake yeye mwenyewe anaenda anajaribu kuzisokota hivi. Sasa kama mtu kama yule akitaka kuoga janaba, ikiwa nyele maji hayaingii mpaka ndani, tumwambia lazima yeye mwenyewe afanye nini? Azifungue zile nyele ili maji yafike mpaka ndani. Kwa hiyo mtu ahakikishe hii ndio namna ya kuoga ya lazima.
namna ya kuoga ya lazima. Ama namna ya sunna kama tunavyojua, mtu ataanza na kutawadha, kwanza asafishe sehemu zake za siri, kisha ataanza kwa kutawadha, kisha ni sunna elekee qibla, kisha aoshe upande wa kulia mbele mara 3, upande wa kulia nyuma mara 3, upande wa kushoto mbele mara 3, yani hii ni namna ya sunna. Hii ni namna ya sunna ambayo خلاص itasomwa yani sehemu nyingine. Ama hapa sisi ilikuwa makusudio ni mambo ya wajibu na tutatosheka mpaka hapa. Inshallah katika madarasa tutakayokuja tutazungumzia mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye ana janaba. Mtu ambaye ana janaba kuna mambo ambayo ni haramu, tutazungumza katika madarasa yatakayokuja. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.